Hali gani ndugu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa UoN TV, nikualike katika asubuhi ya leo, asubuhi ya Julai 14, 2026, katika mwendelezo wa tafakari zetu za kesha la asubuhi. Na kesha la leo lina kichwa kinachosema kujiandaa kuongoza. Na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Samueli wa kwanza 17 aya ya 34 na 35. Daudi alikuwa akiongezeka katika kumpendeza Mungu na wanadamu. Alikuwa amefundishwa katika njia ya Bwana, na sasa aliweka moyo wake kikamilifu zaidi kufanya mapenzi ya Mungu kuliko hapo awali. Alikuwa na mada mpya za kufikiri. Alikuwa katika nyua za mfalme na alikuwa ameona majukumu ya kifalme. Alikuwa amegundua baadhi ya majaribu yaliyosumbua roho ya Sauli, na alikuwa amepenya katika baadhi ya siri katika tabia na shughuli za mfalme wa kwanza wa Israeli. Alikuwa ameona utukufu wa kifalme ukifunikwa na wingu jeusi la huzuni, na alijua kwamba nyumba ya Sauli katika maisha yao binafsi ilikuwa mbali na furaha. Mambo haya yote yalitumika kuleta mawazo yaliyochanganyika kwake. Alikuwa amepakwa mafuta kuwa mfalme juu ya Israeli. Lakini alipokuwa akitafakari sana na kusumbuliwa na mawazo ya wasiwasi, alikigeukia kinubi chake na kutoa sauti ambazo ziliinua akili yake kwa muumbaji wa kila kitu chema, na mawingu meusi yaliyoonekana kufunika upeo wa macho wa siku za baadaye yalitawanyika. Mungu alikuwa akimfundisha Daudi masomo ya uaminifu. Kama Musa alivyofunzwa kwa ajili ya kazi yake, ndivyo Bwana alivyokuwa akimwandaa mwana wa Yese kuwa kiongozi wa watu wake wateule. Katika utunzaji wa makundi yake ya kondoo, alikuwa akipata tathmini ya utunzaji ambao mchungaji mkuu anao kwa kondoo wa malisho yake. Milima iliyo peke yake na mabonde mabaya ambapo Daudi alizunguka na makundi yake ilikuwa ni mahali pa kujificha kwa wanyama wala nyama. Si mara chache simba kutoka kwenye vichaka vya kando ya Yordani au dubu kutoka kwenye pango lake kati ya milima walikuja wakiwa wakali kwa sababu ya njaa kushambulia makundi ya kondoo. Kulingana na desturi ya wakati wake, Daudi alikuwa amejihami na kombeo lake na fimbo ya mchungaji basi, lakini bado mapema alitoa ushahidi wa nguvu zake na ujasiri katika kulinda vilivyokuwa chini ya ulinzi wake. Uzoefu wake katika mambo haya ulithibitisha moyo wa Daudi na kukuza ndani yake ujasiri na ustahimilivu na imani. Bwana akubariki ewe msikilizaji na mfuatiliaji wa UoN TV kwa kuendelea kusikiliza tafakari hizi makini za kesha la asubuhi. Na katika siku ya leo ya Julai 14 tumeangazia kichwa kinachosema kujiandaa kuongoza, na hapa tumeangalia maisha ya Daudi ambayo kwa hakika akiwa kijana mdogo, akiwa mchungaji, kwa namna gani kwa ujasiri alikuwa na Mungu na Mungu alimsaidia katika kufanya kazi yake hii. Na tunaeleza kwamba katika ule uzoefu ambao alikuwa akiupitia akiwa anachunga, wakati anapambana na wanyama wakali, anapambana na simba na dubu, maandiko yanatueleza kwamba ndivyo ambavyo Daudi aliandaliwa
kuja kuwa kiongozi. Naam, hapa tunapata somo makini ya kwamba katika mchakato wa majaribu, changamoto tunazopitia katika maisha yetu, jinsi ambavyo tunashinda vikwazo vidogo ambavyo vipo mbele yetu, ndivyo ambavyo Mungu anatuandaa, anatufanyia mchakato wa kuja kuwa watu wengine baadaye, kuja kuwa viongozi wazuri, kuja kuwa na mafanikio. Kwa hivyo kila jambo ambalo unalipitia, kila changamoto ambayo unaipitia, juu ya kwamba ni fursa ya kukutoa wewe katika level ya chini na kukupeleka katika level nyingine. Bwana akubariki. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia chaneli yako hii ya Yoeni TV. Mungu akupatie siku iliyo njema. Bwana akubariki sana.